Karibisha tena katika kipindi hiki cha mchana, tujumuike kwa pamoja kwa ajili ya kuelimishana neno la Mungu. Hivyo ningependa tupige magoti, tupate ombi, tuweze kuanza kipindi chetu. Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa upendo wako, kwa kuwa umekuwa pamoja nasi ndani ya juma nzima. Hatimaye tena imekupendeza kutupea pumziko la Sabato kwa ajili ya kupumzika. Jina lako litukuzwe. Mikononi mwako tunajikabidhi tena mchana huu, tukisema ni asante kwa yote ambayo umetutendea tangia tulipoingia kwa Sabato, na hata vipindi vyote ambavyo vimetangulia vimekuwa ni baraka ndani yetu, kutuonyesha jinsi tulivyopungukiwa na kile ambacho tunapaswa kukifanya, hasa katika sehemu ya matibabu. Na zaidi ya yote, mchana huu tunapoenda pia kusemezana kupitia kwa neno lako, naomba ukaweze kuniongoza kwa Roho wako Mtakatifu, lete yale yaliyo mapenzi yako, na zote tuweze kuyatafakari na zaidi kupiga hatua kuja kwako. Asante kwa kuwa unatupenda, ni kupitia kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Asante, happy Sabbath. Happy day. Nashukuru Mungu kwa kutupea nafasi hii tena kuweza kukusanyika kwa ajili ya neno lake. Najua muda umekimbia sana, lakini sitachukua muda mrefu. Tachukua tu muda mchache, lakini ningependa tuweze kuwa makini kwa yote ambayo tunaenda kuiangalia mchana wa leo. Ningependa tuanze na kitabu kimoja cha mwandishi ambacho ni kitabu cha Matendo ya Mitume. Sijui kama mnaweza kumbuka mwandishi wa kitabu hicho ni nani. Matendo ya Mitume kimeandikwa na Luka. Katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume 13 mstari wa 22, kwa sababu hilo ndio fungu litakalo tupea kichwa cha somo letu. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 13 mstari wake na 22, kama mtu amefika ningependa aweze kutusomea. Alipokwisha kumuondoa huyo, akamuinua Daudi awe mfalme wao, ambaye alimshuhudia akisema, nimemuona Daudi mwana wa Yese, mtu anayeupendeza moyo wangu, atakayefanya mapenzi yangu yote. Asante. Kwa hivyo katika fungu hilo kuna kitu kimoja tu ambacho nilikuwa nataka tuweze kukipata pale, kwamba Daudi alikuwa na moyo wa kumpendeza nani? Wa kumpendeza Mungu. Kwa hivyo Daudi anapokuwa na moyo wa kumpendeza Mungu, ningependa niulize swali, tupate kichwa cha somo, kisha tuendelee na somo letu. Ni kitu kipi hiki ambacho Daudi alikuwa nacho ambacho kilimfanya moyo wake uweze kumpendeza Mungu? Tunafahamu tabia ya Daudi, ama tunafahamu mazingira yake. Alikuwa ni mfalme. Alikuwa ni mtu mwenye ana cheo. Sasa ni kitu kipi ambacho kilimfanya Mungu aweze kusema kwamba moyo wa Daudi unampenda, ama anapendezwa na moyo wa Daudi? Kulingana na lile fungu ambalo tumelisoma. Ndugu pale, Naweza kuwa kwamba sababu yeye alikuwa hapo ghafla akipata udhibitisho wa dhambi yake, alikuwa anashuka chini hapo na kuomba toba. Daudi alikuwa hachelewi kutubu dhambi yake, sio kwamba alikuwa anguki ndio sana kuomba moyo. Asante, umejibu vyema. Kwa hivyo kile kilichokuwa kinamfanya mpaka fungu hili liandiko hapa kwamba Daudi akampendeza Mungu, ama moyo wa Daudi ukapendezwa na Mungu, ni kwa sababu ya kicho ambacho Daudi alichokuwa nacho. Si kwamba alikuwa ni mkamilifu. Alikuwa ni mtu kama mimi, alikuwa anaanguka, alikuwa anaingia katika majaribu. Tunaona mpaka alimchukua mke wa nani? Wa Uria. Kwa hivyo tunaona kitendo kile alichokifanya kumchukua mke wa Uria kilikuwa ni kizuri. Lakini tunaangalia mwisho wa Daudi jinsi alivyomaliza. Alijutia, akatubu mbele za Mungu, na Mungu akafanya nini? Akaweza kumsamehea. Kwa hivyo kile ambacho nataka tuweze kukiangalia mchana wa leo ni thamani ya mwanadamu machoni pa Mungu. Ni thamani gani mimi nilionayo machoni pa nani? Pa Mungu. Labda tunaweza kuwa tumeingia kwa dhambi kiasi fulani ambacho unaona kwamba mimi siwezi nikarudi. Mahali nimefikia
Kwa Mungu sasa siwezi nikafanya nini? Siwezi nikarudi. Lakini somo ambalo nataka tuweze kuliangalia mchana wa leo ni kutukumbusha kwamba hata kama bado tungali tumeenda mbali kiasi gani, bado tungali na thamani machoni pa nani? Machoni pa Mungu. Kwa hivyo Mungu anatuita sisi ni watoto wake, na mzazi siku zote hawezi akachoka na nani? Na mtoto wake. Kama vile sisi ambao ni binadamu, hata kama mtoto wako ni mwizi, hata kama mtoto wako ana tabia fulani, hauwezi ukachoka naye, hauwezi ukamkana. Ndio tunaonanga wengine wanakana watoto wao, lakini hata kama wanawakataa, mwisho wa siku anamwambia nini? Wewe utajenga wapi? Utajenga kule. Kwa hivyo hata kama atamuondoa katika boma lake, lakini bado anamhesabu katika nini? Katika urithi. Kwa hivyo tunaona kwamba Mungu ana upendo zaidi ya nani? Ya mwanadamu. Kwa hivyo kama Mungu ana upendo zaidi ya mwanadamu, ndipo tukiangalia kitabu cha Isaya 43 mstari wa 4, hebu tuangalie ni thamani gani hii ambayo tuko nayo machoni pa Mungu. Na ni kitu gani kitakachotufanya tuweze kuwa na thamani machoni pa nani? Machoni pa Mungu. Kitabu ni cha Isaya 43 mstari wake ni wa 4. Ningependa tufike mahala pale tuangalie ni kitu gani hiki ambacho kinatufanya tuweze kuwa na thamani machoni pa Mungu. Biblia inaandika nasema kwamba kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda, kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Nitarudia fungu hili. Anaandika anasema kwamba kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda, kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Mstari wa 5 anasema kwamba usiogope, maana mimi ni pamoja nawe, nitaleta wazao wako toka mashariki, nitakusanya toka magharibi, nitaiambia kaskazini toa, nayo kusi usizuie, wataleta wana wangu kutoka mbali na binti zangu kutoka miisho ya dunia. Kwa hivyo ukiangalia pointi kubwa ambayo tunaiangalia mahala pale, anatuambia kwamba tulikuwa sisi ni watu wa namna gani? Wa thamani kuu. Na ikiwa tulikuwa ni watu wa thamani kuu, je, udhamani wetu uliweza kufika mwisho? Udhamani wetu haukufika mwisho. Lakini licha ya kwamba kuna kitu ambacho kiliingia kati, ule uthamani ukaonekana kuwa hafifu, lakini Mungu kwake yeye hakutuona kama sisi tumefanya nini? Tumeisha, ama hakutuona kama kana kwamba hatuna thamani. Bado angali anafanya nini? Anatuhitaji. Ndiposa tukimwangalia Yesu Kristo anapokuja, anasema kwamba tuende kwake tuliolemewa na nini? Na mizigo mizito. Na yeye ataweza kufanya nini? Kutupumzisha. Kwa hivyo anajua hali yetu jinsi ilivyo. Na kwa sababu yeye ni baba ambaye anajua hali yetu jinsi ilivyo, anahitaji sisi sote pia tuweze kujifahamu, turudi katika fahamu zetu ili tuweze kurudi katika njia ile ambayo ni ya kweli. Na njia ya kweli ni ile njia itakayotufanya sisi sote kufikiria nini? Kutupu dhambi zetu na kumrudia nani? Na kumrudia Mungu. Sasa mtu aliye na thamani mbele za Mungu, kuna sehemu 3 ambazo anapaswa kufanya nini? Kusifanya ili arudishe udhamani wake. Sehemu ya kwanza, ningependa tuweze kusoma kitabu cha Mathayo 22 fungu la 36 hadi 38. Sehemu ya kwanza kabisa ambayo itafanya mtu uthamani wake uweze kurudi ama ahesabiwe kwamba ni mtu mwenye thamani. Ni kitu kipi kile ambacho kinazungumziwa katika kitabu kile cha Mathayo 22 fungu la 36 hadi 38? Mwalimu. Naam. Torati ni ipi iliyo kuu? Akamwambia, pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, pende jirani yako kama nafsi yako. Asante. Kwa hivyo katika maisha yetu, ili tuweze kurudisha uthamani wetu ama thamana yetu kama binadamu machoni pa Mungu, tunaambiwa kwamba tumpende Bwana Mungu wetu kwa nini? Kwa moyo wetu wote. Kwa hivyo tutakapokuwa tunampenda Mungu,
Kwa mfano, tulianza na kile kitabu cha Matendo ya Mitume, tukaona mtu mmoja ambaye anaitwa Daudi. Daudi si kwamba alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni mwema sana, lakini kile ambacho kinampendeza Mungu kwa Daudi ni kitu gani? Ni kunyenyekea na kujutia na hata kuangama nini? Dhambi zake. Kwa hivyo tendo lile la Daudi kuweza kuangama na kujutia dhambi zake likamfanya Daudi apendeze machoni pa nani? Machoni pa Mungu. Kwa hivyo pia na sisi ambao ni binadamu ambao tumeanguka, Mungu bado ana hali ya kutamani kuturudisha katika nini? Katika njia. Lakini anapoturudisha katika njia, hatulazimishi, anataka turudi kwa hiari yetu. Turudi katika fahamu zetu, tuone ni wapi tulipokosea, tutubu na kumrudia nani? Kumrudia Mungu. Na kumrudia Mungu katika kitabu cha Mathayo amesema kwamba ni sharti tuweze kufanya nini? Tumpende kwa moyo wetu wote na kwa akili zetu zote. Sasa labda niulize, katika akili ni nini ambacho kinatendeka mahala pale? Mtu ambaye ni mwizi, mambo yake anayapangia wapi? Mwasherati, msengenyi, yaani chochote kile ambacho ni kiofu, mara nyingi tunaona kwamba ndio tendo liweze kutendeka, lazima liwe limetengenezeka katika nini? Katika akili. Sasa ndiposa katika kitabu cha Mathayo anasema kwamba tumpende Bwana Mungu wetu kwa moyo wetu wote na kwa akili zetu zote. Kwa hivyo tukijikabidhi mbele za Mungu ama tukikabidhi akili zetu kwa Mungu, inamaanisha nini? Katika fahamu zetu tutakuwa tunawaza nini? Tutakuwa tunawaza mema. Hatutawaza jambo la kumdhuru nani? Mwenzetu. Hatutawaza jambo litakaloenda kinyume na nani? Na Mungu wetu. Kwa hivyo katika maisha ya mwanadamu, ili aweze kurejesha uthamani wake, tunaona kwamba sharti la kwanza ni lazima amrudie nani? Amrudie Mungu. Na anapomrudia Mungu, ni lazima ajikabidhi kikamilifu machoni pa nani? Machoni pa Mungu. Kwa mfano, kuna mtu ambaye anakuja kanisani, lakini mtu yule anapokuwa na shida, anaona ni kwamba akienda hata hospitali hawezi akapona. Badala yake anaona ni vizuri akimbia kwa nani? Kwa waaguzi, waganga, waende kuona ni nini kinachofanya nini? Kinachomsumbua. Mtu huyo hata kama anakuja kanisani, tutasema kwamba amejikabidhi kwa Mungu katika fahamu zake zote? Hapana. Ni kwa nini? Katika fahamu zake zote hasadiki kwamba Mungu anaweza akafanya nini? Anaweza akamponya. Kwa hivyo anaona kwamba ni sharti atumie njia nyingine ili aweze kufanya nini? Aweze kupata uponyaji. Lakini kwa wote ambao sisi Mungu anatuita, anasema kwamba tumpende yeye kwa akili zetu zote na kwa moyo wetu wote. Kwa hivyo hiyo ndio kanuni ya kwanza ambayo mwanadamu anaweza kurudisha udhamani wake kwa nani? Kwa Mungu. Sehemu ya pili nitaangalia kitabu cha Timotheo wa kwanza 5 mstari wake ni wa 8. Ni kitu kipi ambacho kitafanya mtu arudishe uthamani wake kwa Mungu? Timotheo wa kwanza 5 fungu lake la 8. Anasema nini ndugu? Lakini mtu yeyote asiye watunza walio wake, yaani wale wa nyumbani mwake, hasa ameikana imani, tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Eti mtu yule asiye watunza watu walio wapi? Nyumbani mwake. Eti mtu yule amefanya nini? Huyo ni mbaya, ameikana imani, tena ni mbaya kuliko asiyeamini. Eti mtu huyo ni mbaya, tena yuko zaidi ya mtu mbaya hajafanya nini? Ambaye hajaamini. Kwa hivyo tunapata kwamba sharti la pili ama kiegezo cha pili cha kuweza kurudisha uthamani wetu ni kuweza kujali familia ambazo Mungu amefanya nini? Ametukabidhi. Unapata kuna watu wengine wanapoondoka nyumbani watadai kwamba wanamjua Mungu, lakini kwa familia hakuna chakula. Kwa familia hakuna mavazi. Kwa familia hakuna chochote kile ambacho anachokifanya nini? Anachokitenda mahala pale. Alafu unapata mtu yule ni mtendakazi ambaye anahubiria watu wamjue nani? Wamjue Mungu. Lakini tunaona kile ambacho Mungu amekizungumza mahala pale. Ikiwa mimi nitatekeleza ama nitasemaje kwa Kiswahili? Nitadekeza wale watu ambao ni wa nyumbani, kwa sababu kanisa kubwa ambayo Mungu ametupatia inaanza na wapi? Inaanza na nyumbani. Kwa hivyo ikiwa sina kanisa pale nyumbani, tunapokuja katika jumuiya ya watu wengi, nitadai kwamba ninamjua Mungu? Hapana.
lazima kwanza Mungu atambulikane wapi? Atambulikane pale nyumbani. Kwa hivyo Mungu anapotambulikana nyumbani, inakuwa ni rahisi pia kumtangaza kwa watu gani? Wasiomjua Mungu. Majirani zetu na ndugu zetu watafurahia, kwa sababu wanatufurahia kwa sababu maisha tunayoyaishi ni maisha tunayoyaishi wapi? Pale nyumbani. Lakini kama pale nyumbani kuna furugu, kila siku ni vita, kila siku ni mambo ambayo si ya kupendeza. Je, tutakapokuwa tukiondoka katika nyumba ile tukisema kwamba tunaenda kumtangaza Kristo, Kristo yule anaweza akapendwa na mtu yeyote? Haiwezekani. Kwa hivyo kitu ambacho kitafanya turudishe utamani wetu ni kupenda pia familia zetu. Kitu cha kwanza amezungumza nini? Ni kumpenda Bwana Mungu wetu kwa moyo wetu wote na kwa akili zetu zote. Lakini kigezo cha pili ni kujali na kuitunza familia ambayo Mungu amefanya nini? Ametukabidhi. Kitu cha tatu ambacho ni cha mwisho nitaangalia katika kitabu cha Wathesalonike wa pili 3 mstari wake ni wa 10. Kisha nitaangalia nukuu mbili tumalizie somo letu kwa sababu ya muda. Kigezo cha tatu. Kigezo cha kwanza ni kumjua Mungu. Kigezo cha pili ni kujali na kubeba majukumu ya familia. Lakini kigezo cha tatu, hebu tuangalie kitabu cha Wathesalonike, Paulo aweze kutuambia. Wathesalonike, 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. Nasema, kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwapo kwenu niwaagiza neno hili kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi basi asile chakula. Simamia pale. Kigezo cha tatu ni kutenda nini? Kutenda kazi. Kwa hivyo sisi ambao ni wana wa Mungu hatujaitwa kuja kustarehe. Tumeitwa kufanya nini? Kuitenda kazi. Kwa hivyo kila Mkristo ambaye anamcha Mungu tunaagizwa kwamba ni sharti kila mtu akuwe na kitu ambacho angalau anafanya nini? Anajishughulisha nacho. Kwa sababu ikiwa hautakuwa na kitu cha kujishughulisha nacho, mwisho wa siku itatokea nini? Utaanza kuwaraumu watu kwamba wafanye nini? Hawakusaidii. Lakini je, Mungu ametuumba kuwa watu ambao nitasemaje? Ni female. Kuna ile lugha ya Kiswahili nzuri. Kuna wale wadudu ambao wanategemea, kwa mfano kupe. Anamtegemea nani? Ng'ombe. Kwa hivyo kupe maisha yake yote yanamtegemea nani? Yanamtegemea ng'ombe. Kwa hivyo tunapata kwamba huyo ni mnyama ambaye anamtegemea mwingine ndiye aweze kufanya nini? Aweze kuishi. Lakini sisi ambao ni binadamu, je, pia Mungu ametuwekea maisha ama ametupea maisha kuishi maisha ya namna hiyo? Hapana, hatupasi kumtegemea mtu mwingine. Paulo mwenyewe anasema kwamba hata mimi mwenyewe nalitenda kazi nikapata chakula cha kukula na pia kuwasaidia waliokuwa na nini? Waliokuwa na mahitaji. Kwa hivyo watu wote ambao wameitwa na Mungu ili waweze kurudisha utamani wao, ni sharti pia waweze kujishughulisha na nini? Na kazi. Kwa sababu tutakapofanya kazi, tutazalisha chakula ambacho kitatumudu sisi na pia kuwasaidia walio na nini? Walio na uhitaji. Watu walio na uhitaji ni watu wa namna gani katika jamii? Mara nyingi ni watu gani ambao ukisikia tu unajua kwamba hawa ni watu ambao wanahitaji yani wana uhitaji moja kwa moja? Tuko na walemavu, tuko na wajane, tuko na mayatima. Yupi yule tena mwingine ambaye tunamsahau? Wanawake wale ambao wameacha na ume zao. Ndio tumezungumza wajane. Kwa hivyo kuna hawa watu watatu ambao ukiwasikia automatic yanafanya nini? Unajua kwamba ni watu ambao wanahitaji msaada. Kwa mfano, mtu ambaye ni yatima, mtoto ambaye ni yatima, labda wazazi wameondoka ghafla. Inamaanisha kwamba yule mtoto maisha yake tegemezi ni kwa nani? Ni kwa wazazi. Lakini kwa sababu wale wazazi wameondoka, atahitaji mtu mwingine atakayesimama kwa niaba ya nani? Ya wazazi wake. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba wale ambao tutakuwa na nguvu, ambao tumejaliwa kutenda kazi zetu, tunapaswa kufanya kazi kwa bidii ili tuweze kukimu mahitaji yetu na pia kuangalia na watu wa namna hiyo waliokuwa na mahitaji. Tuko na wajane, tuko na mayatima na tuko na watu ambao wako na ulemavu. Mtu hana miguu, hana mikono. Inamaanisha kwamba kama mtu hana mikono, hana uwezo wa kufanya nini? Wa kuifanya kazi. Kwa hivyo kama hana uwezo wa kuifanya kazi, inamaanisha kwamba huyo mtu aziishi. Anahitaji aishi. Kwa hivyo ataishi kwa niaba ya nani? Kwa sababu ya msaada wa nani? Ya ndugu zake ambao wanatenda kazi.
Kwa hivyo sisi sote tunapata kwamba sehemu hizi tatu, ili tuweze kurudisha uthamani wetu, ni sharti tuweze kuzitekeleza. Kitu cha kwanza, tumfahamu Mungu wetu tunayemwabudu ni Mungu wa namna gani. Tujue kwamba ni Mungu ambaye yuko hai na anaweza akatupatia kwa wakati wake. Kitu cha pili, tunaambiwa kwamba zaidi sana tutunze nini? Tutunze familia. Leo hii migogoro mingi katika mahakama yetu ni migogoro kuhusu nini? Ni familia. Ukiangalia kesi nyingi sasa hivi, hata ninapoangalia kwenye runinga, kesi nyingi ambazo zinazozungumziwa ni kesi kuhusu nini? Familia. Either urithi, mwingine sijui amepewa mali nyingi kumuliko mwingine. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba sisi ambao tunamjua Mungu ni sharti tuweze kuweka familia katika mazingira mazuri. Familia inapomjua Mungu inakuwa ni mbaraka hata kwa yule ambaye anafanya nini? Anayeiongoza. Lakini itakuwaje mzee ambaye ako na watoto na watoto wale hakuwafundisha maadili ya Mungu, na badala yake watoto wale wakawa walevi, wakawa wezi, wakawa ni watu ambao hawafurahishi jamii? Kitu kinapotokea katika hiyo familia, jamii inazungumza namna gani? Ni malezi mabaya ndiyo, lakini mara nyingi jambo lolote linapotokea katika ile jamii, tunaona kwamba ni kana kwamba, yani inapotokea katika ile familia, jamii inakuwa kana kwamba imepumzika. Kwa mfano amepatwa na ajali, mtu yule amekufa. Familia yani jamii haiwezi kufanya nini? Haiwezi kuhuzunika. Kwa sababu gani? Haukuwa mtu wa maana kwa nini? Kwa jamii. Lakini mtu ambaye alikuwa akitoa msaada, akiwasaidia waliokuwa na uhitaji, alikuwa mara nyingi anajibidisha katika kazi zake, akaona chakula pia hata cha kuwalisha wasiokuwa na chakula. Mtu yule anapoondoka, wale watu ambao walikuwa wakipata msaada kutoka kwa mtu yule, wanahisi namna gani? Wanafurahi? Hawezi wakafurahi. Badala yake wanafanya nini? Wanahuzunika. Mfano mzuri tunaopata kwa Biblia ni nani? Ni Tabita. Yule mama ambaye alikuwa akivuma nguo, akiwapatia wale watu ambao walikuwa na uhitaji. Siku ambayo aliaga, walihuzunika sana. Walikuwa wanasema kwamba tutampata wapi mtu kama huyu ambaye alikuwa akifanya nini? Akitufisha mavazi. Mwisho wa siku nini kilifanyika? Tunaona muujiza ulifanyika. Tabita akafanya nini? Akarudi kuwa hai. Sasa je, sisi maisha tunayoyaishi ni kitu gani ambacho kitafanya watu waweze kufanya nini? Waweze kutuhitaji. Kwa sababu matendo yetu mema ndiyo yanaonyesha uthamani tulionao katika jamii ya mwanadamu. Na kadri tunavyokuwa na thamani katika jamii ya binadamu, tunajua kwamba tuko na thamani machoni pa nani? Machoni pa Mungu. Kwa hivyo thamani yako itakuwa identified na nini? Na yale unayoyatenda na kazi unazozifanya nini? Unazozifanya. Kwa hivyo ukifanya kazi nzuri, thamani yako itakuwa ni nzuri na pia itampendeza nani? Itampendeza Mungu. Nataka tusome mafungu mawili ya mwisho, kitabu cha Mathayo 10 fungu la 29 hadi 31. Anaandika anasema nini pale? Kama wawili hawauzwi kwa senti moja, wala hata mmoja aanguki chini asipojua Baba yenu. Lakini ninyi hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Siogope basi, bora ninyi kuliko shomoro wengi. Eti tusiogope sisi kwa sababu sisi ni bora kuliko nini? Mashomoro. Na zaidi ya yote anasema kwamba hata nywele zilizo katika vichwa vyetu yeye amefanya nini? Amehesabu. Kwa hivyo kama amehesabu, anaonyesha ni uthamani gani tulionao kuliko watu gani? Kuliko viumbe vingine vyovyote vile. Kwa hivyo mwanadamu ni kiumbe kilicho na thamani kubwa machoni pa nani? Machoni pa Mungu. Na kile ambacho kinaonyesha kwamba mwanadamu ana thamani kubwa ni hiki. Katika uumbaji, ni mnyama yupi ambao uliumbwa ukimfanana na Mungu? Ama ni kiumbe kipi ambacho kiliumbwa ambacho Mungu anazungumza kwamba alikiumba kwa mfano wake? Kwa viumbe vyote ni mwanadamu peke yake ambaye ni sura ya nani? Ni sura ya Mungu. Kwa hivyo ikiwa mwanadamu ndiye ana sura ya Mungu, inamaanisha ana thamani kubwa kuliko wanyama wengine wote. Ndipo sasa tunaona kwamba mwanadamu anapoumbwa anapewa responsibility ya kutunza wanyama wote. Lakini leo hii badala ya kuwatunza tumegeuka, tumekuwa nini? Tumekuwa katili. Tumekuwa katili ambao badala ya kuwatunza tumekuwa watu wa kufanya nini?
wa kuangamiza, ambao si mpango wa Mungu. Kwa hivyo sitaki niwachoshe na mambo mengi. Kuna kitabu kimoja kinaitwa Temperance. Nitaisoma nukuu hii kwa Kiswahili. Ni message to young people, not temperance. Message to young people. Anaandika ukurasa wa 124. Anaandika, anasema kwamba ushahidi wa juu, ama acha nirudi juu kidogo. Anasema kwamba mwanaume mwenye moyo unaompendeza Mungu anathibiti na anajua chinzi ya kuongoza. Anapozungumza kuhusu mwanaume, tujue kwamba mwanaume ambaye anazungumziwa hapa ni asili ya nini? Ni mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu amepewa responsibility ambayo ni ya kufanya nini? Ni ya kuongoza. Sasa ikiwa amepewa hizo responsibility za kuongoza, mwandishi anaandika, anasema kwamba ushahidi wa juu zaidi wa heshima kwa Mkristo ni kujithibiti. Kujithibiti kwa kizungu tutasema kwa lugha gani? Tutatumia term gani? Kujithibiti ni self control. Kwa hivyo ndio tuweze kuwa watu ambao tuna maana. Kwa mfano, kuna wale watu ambao wamehudhuria katika mikutano. Kuna mtu ambaye anapewa nafasi ndio asungumuze, na kuna mtu ambaye anasungumuza pasipo kupewa nini? Pasipo kuwa na nafasi. Kati ya watu wawili wale, nani yule ambaye atakuwa na heshima? Anayepewa nafasi. Kwa hivyo inaonekana kwamba anayepewa nafasi anajitambua, na kwa sababu anajitambua anahitaji kuwa recognized ili afanye nini? Aweze kusungumza. Kwa hivyo tunaambiwa katika kitabu hiki kwamba amesema kwamba ushahidi wa juu zaidi ya heshima kwa Mkristo ni kujithibiti. Yule anayeweza kusimama bila kutetereka katikati ya dhoruba na dhuluma ni mmoja wa mashujaa wa Mungu. Yule atakayesimama katika dhoruba kali pasipo kutetereka au kuogopa anaitwa ni nani? Ni mmoja wa mashujaa wa nani? Wa mashujaa wa Mungu. Kwa hivyo ukiangalia imani ambayo tumekabidhiwa, ndio tuweze kuisimamia imani kikamilifu, tunahitajika kufanya nini? Kufanya kazi. Kwa sababu ukiwa na fedha zako unaweza ukanunuliwa na mtu. Hello? Kwa hivyo umuhimu wa kufanya kazi ndio tuweze kurudisha udhamani wetu ni kwamba tutasimama katika msingi ulio imara. Unaposimama katika msingi ulio imara ni kwamba hakuna mtu ambaye anaweza akakuhonga ili uweze kufanya nini? Uweze kukubali. Utakataa hata kama ni nani amefanya nini? Amesimama. Lakini kama mimi sina chochote, nikipewa fedha hata kama ni uongo, nitakataa. Yaani utaanza kusifia ule uongo ili mradi ufanye nini? Upate kile ambacho unachohitaji. Lakini Mungu hataki tuishi maisha ya namna hiyo. Anataka watu walio na msimamo, wasioteteleka, watu watakaoisimamia imani katika uaminifu. Nitafikia hapo. Nani ako na swali? Sababu naona watu wamechoka, tusimame tuimbe wimbo mmoja. Nataka nimjue Yesu na nisidi kumfahamu, nijue pendo lake, wokovu wake kamili, zaidi nimfahamu Yesu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Nataka nione Yesu
na nisidi kusikia anenapo kitabuni, kujidhihirisha kwangu zaidi zaidi, nimfahamu Yesu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Nataka tena zaidi, daima kupambanua mapenzi yake, nifanye yale yanayompendeza zaidi zaidi, nimfahamu Yesu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Nataka nikae naye kwa mazungumzo matamu, nisidi kuwaonyesha wengine wokovu wake zaidi zaidi, nimfahamu Yesu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Asante, tupate ombi. Tunakushukuru Muumba mbingu na nchi kwa upendo wako mkuu, kwa kutupea nafasi ya pekee kusemezana mchana huu, jina lako litukuzwe. Asante pia kwa kuweza kutukumbusha kwamba sisi tu viumbe vilivyo na thamani kuu machoni pako. Basi zote kwa pamoja tunajumuika tukisema ni asante, tukiomba usidi kutupa neema yako na zaidi sana kuguza fahamu zetu, tujutie dhambi na kutubu na zaidi kurejea kwako Mwokozi. Asante kwa kuwa unatupenda hata tunapoingia katika kipindi cha mapumziko mchana huu, tunajikabidhi mikononi mwako. Usidi kuwa pamoja nasi, utuongoze hadi pale tutakapofika tamati, tukiondoka katika masaa matakatifu ya Sabato. Asante kwa kuwa unatupenda, ni kupitia kwa jina la Yesu Kristo tumeomba hata na kuamini. Amen.